kwamba amri ilitolewa kwa bodi ya wadhamini wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo na naibu katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Wakati tunaongea jana mahakamani, tulieleza na position ambayo imekuwa ni hiyo toka mwanzo kwamba sheria iko clear. Inapotolewa amri inayohusu taasisi, hiyo amri inaifunga taasisi pamoja na maafisa wa hiyo taasisi watakokuwa wanafanya kazi ndani ya hiyo taasisi. Anayezungumza hapo huyo ni wakili mwandamizi Shaban Marijan, ambaye amenyosha kidole cha lawama kwa katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo John Mnyika kwa kusema kwamba alipotosha watu kuhusu wigo wa shauri la mgawanyo wa mali ambao Mnyika alikuwa amezungumzia. Hii ni pigo kwa Chadema, manake walikuwa wameona mwangaza, huku Mnyika akitangaza kwamba sasa wana Chadema walikuwa wameruhusiwa kufanya mikutano yao. Pengine nirejelee mazungumzo ya Mnyika kabla tujaangalia jinsi huyu wakili Marijan alivyomwingilia. Kutokana na ujumbe uliotolewa na John Mnyika ambaye ni katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo nje ya mahakama ya rufani pale Dodoma, wakati ama baada ya shauri kusikilizwa la mgawanyo wa mali ya Chadema, shauri ambalo lilianzishwa ama liwekwa ndani naye Isa Mohamed, John Mnyika alizungumza kwa hasira mno, akisema kwamba hawa mawakili walikuwa pengine niseme walikuwa wamewapotosha. Kutokana na Mnyika alisema walikuwa wamepotosha chama cha Chadema, kwamba kutokana na ujumbe uliotokana na hiyo mahakama, huyu Marijan alikuwa amesema kwamba amri za zuio ilimuhusu tu katibu mkuu na bodi ya wadhamini, na kwamba zuio wa mali vilevile iliyowekwa ndani mwaka jana tarehe 10 mwezi wa 6 ilikuwa vilevile hivyo ilikuwa inamuhusu katibu mkuu na bodi tu ya wadhamini. Kwamba kutokana na mazungumzo yake Mnyika alisema kwamba yeyote tu bora hafanyi kazi chini ya katibu mkuu na bodi ya wadhamini anaweza fanya mkutano wa kisiasa, kwamba wao wanaruhusiwa kufanya mkutano wa kisiasa. Ni ujumbe aliweka wazi, na pengine waliosikiliza wakasikia ni kwamba imezua mwangaza kwenye Chama cha Demokrasia na Maendeleo baada ya shughuli zao kukwamishwa tangia mwaka jana, shughuli za kusanyika, shughuli za kufanya mambo mengi. Leo wamearuka maneno yao wenyewe hapa mahakamani. Kitendo cha kuyaruka maneno yao wenyewe leo mahakamani kinadhihirisha kwamba msimamo wetu tulioutoa kwa umma kwamba zuio la shughuli za siasa lilikuwa linamuhusu katibu mkuu na bodi peke yake kabla muda wake kuisha, ulikuwa ni uamuzi sahihi. Na kwa haya yaliyojiri mahakamani, yaongeze mkazo kwa viongozi wa chama nchi nzima, wanachama wa Chadema nchi nzima, kuendelea na shughuli za kisiasa za chama, kwa sababu hakuna zuio lolote juu ya wanachama na viongozi katika maeneo mbalimbali kufanya siasa. Na hapa Mnyika anaongea kwa hasira mno, akisema kwamba kuna ukiukwaji wa sheria, kwamba hata wakati ule wa maadhimisho ya miaka ya 30 ya chama hiki kukua kwenye siasa za Tanzania, kwamba polisi walitumwa kuwatawanya kwa mabomu ya machozi hadi kwa dharau wakazusha bendera ile ya Chadema. Kwa hivyo anasema kwamba kidogo ilikuwa ni uhuni na vilevile ukiukwaji wa haki za binadamu. Na juzi tu Machi mwezi huu tu, wakati wakati wa kusherehekea siku ya wanawake duniani, wanawake wa Bawacha walijitokeza. Walikuwa wanasema wanaenda pale Msoma kusherehekea siku ya kina mama, lakini vilevile tuliona polisi pale walirushia vitoa machozi wakawatawanya kabisa kina mama. Wengine wakaumia, wengine wakashikwa hadi wakazuiliwa kwa masaa 28 na zaidi
wengine hawakupewa chakula, wengine hadi hawakupata maji ya kukoga. Yani mwanamke anakaa siku 24 bila kuoga. Ilikuwa ni swala ambalo linaonyesha kwamba kulikuwa na ukiukwaji. Hiyo ni kulingana na katibu mkuu wa chama hicho John Mnyika. Ni swala ambalo kidogo niseme wanachadema popote waliposikia swala hili walikuwa wamefurahia, walikuwa wamejawa na furaha, manake waliona kwamba sasa kuna ufunguo, washafunguliwa, kuna ufunuo wa kwamba wanaweza kukusanyika na kuendelea na shughuli zao. Lakini mambo hayo hayakuenda bila kuzungumziwa, kwani huyu wakili mwandamizi Shaban Nzato Marijan alijitokeza kwenye kamera akazungumza, akaeleza kwamba John Mnyika amewapotosha wananchi. Kwa hiyo huyu wakili Marijan sasa amesema kwamba huyu John Mnyika ni kama anapotosha wananchi kutokana na hayo yote anayoyazungumza. Kwamba kutokana na yeye anamaanisha kwamba watu wote wanaofanya kazi chini ya katibu mkuu wa chama cha demokrasia na maendeleo, bodi ya wadhamini wa Chadema, na amri kwa taasisi, hiyo ni amri ambayo ilitolewa kutokana na kwamba amri yoyote ambayo inatolewa kwa taasisi na ilihusu katibu mkuu, wale wa kufanya shughuli za katibu mkuu, wale wanaofanya chini ya katibu mkuu, wale wote wanaofanya kwa amri ya katibu mkuu, amri ya zuio ni halali. Kwa hivyo kutokana na mazungumzo yake inaonyesha kwamba, unajua, kuna jambo ambalo Mnyika alikuwa na hepa kidogo, kwamba shughuli zote za kufanyika kwa mikutano hiyo lazima ziandaliwe kutokana na katibu mkuu, ofisi ya katibu mkuu. Kwa hivyo ikiwa wanaenda kukusanyika, bila shaka hiyo amri inachukuliwa kwamba imetolewa kwa ofisi ya katibu mkuu. Kwa hivyo ni hawastahili, yani ni haramu kufanya hivyo. Pengine sana sana nazungumza kuhusu ule mkutano wanachama kukutana kuzungumza mambo ya vyama. Mikutano kama hiyo sasa haiwezi fanyika. Ndio maana hata ule wa Bawacha vile vile ulisambaratishwa, kwa maana hata kama ni Bawacha au baraza la wanawake, bado lazima kukuwe na mpangilio kwamba kuna katibu mkuu, ni ofisi yake ambayo imeandaa, imepeana kibali. Haiwezi kukua tu bila eti wamejitokeza tu wao wanawake wenyewe. Ndiyo, inawezekana ni hivyo, lakini kutokana mambo ya kisheria, basi Chadema bado imezuiliwa. Na hata alimaliza kwa kusema kwamba amri ya zuio hilo bado ni halali na inazidi kufanya kazi nchini Tanzania. Kwa hivyo ni pigo kubwa kwa Chadema. Na ndio maana kwenye video ambazo nimefanya hapa nyuma nimeshinda kukwambia kwamba mpango wa CCM, mpango wake Samia Suluhu ni kuhakikisha kwamba chama cha CCM ama kunradhi, chama cha demokrasia na maendeleo kimefutwa nchini Tanzania. Manake ndicho chama kina wafuasi wengi, ama ndicho chama cha upinzani kina wafuasi wengi, ndicho chama kinaweza mpinga Samia Suluhu vikali sana kwa mambo ambayo anazidi kuyafanya nchini Tanzania. Kwa hivyo kutokana na hili zuio ambalo lilitolewa, na kumbuka hata mali ya Chadema, mali ya chama haistahili kutolewa kutumika kwa shughuli za chama. Kuna zuio ambalo limewekwa, lakini Mnyika alikuwa anasema ikiwa wewe ufanye kwenye chini ya ofisi ya katibu mkuu ama huko kwa bodi ya wadhamini, unaweza tumia hiyo mali. Uongo. Kutokana na taarifa ambayo imetolewa na Marijan, inaonyesha huo ni uongo na ni upotoshaji, kwamba hakuna mtu atakayetumia mali yale ya chama cha Chadema. Kuna zuio. Kwa hivyo ni masuala ambayo naona kwamba kidogo yana affect vibaya na yamezuia chama cha Chadema kusonga hatua mbele. Na kumbuka Tundu Lissu yupo gerezani sasa hivi, yapata mwaka moja yupo gerezani. Yani ni ishara kwamba Samia anataka sana kufuta chama hiki cha Chadema, na hii ni habari mbaya zaidi, wakati wengi walikuwa wamedhani kwamba wamepata mwanga na wamepata upenyo wa kufanya na kuendeleza shughuli za Chadema. Sijui na maoni gani, ila uweze niandikie ujumbe hapo chini tuweze kuzungumza na kujadiliana kwenye comment section.
na vile vile kumbuka kusubscribe, kulike na kushare video zetu. Na ikiwa unataka kupokea taarifa hizi first hand, unaweza kugonga alama ya kengele ndipo upokee taarifa hizi first hand kila wakati tunapokuziletea.